Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Haleluya. Haleluya. Basi wapendwa, tunaendelea na kipindi cha Pasaka. Tunaendelea na furaha za Pasaka, yaani ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa, kama tulivyotangulia kusema wakati wa misa kwamba leo tunaadhimisha Dominika ya 3 ya Pasaka. Kumbe bado tuko katika kipindi hicho cha ufufuko, kipindi hicho cha kusherehekea, kipindi hicho cha kuadhimisha makuu hayo ya Mwenyezi Mungu. Wapendwa, katika Dominika hii ya 3 ya Pasaka tunaendelea kusikia ushuhuda wa kwamba kwa hakika Kristo amefufuka. Mitume wako katika hali ya mashaka, hali ya kujifungia, lakini Kristo anaendelea kuwatokea kwa namna mbalimbali ili kuwatia imani, kuwatia matumaini, kuwaondolea hofu na mashaka waliokuwa nayo. Wapendwa, katika Dominika hii ya 3 tunapewa masomo ambayo yanatuongoza na kutuweka tuendelee kutafakari matendo haya makuu ya Mwenyezi Mungu kwetu. Masomo haya yanatuongoza kuelewa hali ya mitume ilipokuwa, na yanataka tutafakari ufufuko wa Kristo katika maisha yetu ya leo, katika maisha yetu ya kila siku, katika maisha yetu ya familia zetu. Wapendwa, tumesikia somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume. Katika somo hili tunamsikia Mtume Petro akishuhudia bila wasiwasi, akishuhudia kwa imani kuu. Tunasikia anatuambia Petro alisimama pamoja na wale 11, akapata sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Petro anapoongea, unaona kabisa ni mtu mwenye uhakika na anachokiongea. Ni mtu anayeshuhudia kwa hakika yale anayoyaamini. Sasa tunaweza kujiuliza, Petro ujasiri huo kumshuhudia Kristo anautoa wapi? Kwa hakika Kristo alifufuka na Kristo amefufuka kweli kweli. Petro ajali kwamba atatekwa, ajali kwamba atafungwa, ajali kwamba atapigwa, anamtangaza Kristo aliyefufuka. Wapendwa, ndivyo anavyotualika na kutukumbusha Petro katika maisha yetu ya kila siku kwamba wito wetu msingi sisi ambao ni Wakristo wa Katoliki ni kumshuhudia huyu Kristo mfufuka. Jinsi Petro mwenyewe alivyomshuhudia Kristo bila kujali macho ya watu, bila kuwa na hofu, bila kuwa na mashaka, bila kujali atafungwa, bila kujali ataonekanaje, anamshuhudia. Je, sisi wapendwa, katika maisha yetu ya kila siku tunao ujasiri wa kumshuhudia Kristo mfufuka mithili ya Petro tunayemsikia kwenye somo la kwanza? Mara nyingine tunafikiri labda kumshuhudia ni kwa kuja kusali misa hapa. Misa za asubuhi kila siku tupo, wengine kuabudu tunafika, wengine rozari. Je, katika maisha yetu mtu anapokutazama anaona kweli unamshuhudia Kristo mfufuka? Maisha yetu ya kila siku ya kawaida, katika maisha yako wewe kama Mkristo, katika familia yako wewe kama baba wa familia, unamshuhudia Kristo mfufuka? Wewe kama mama wa familia, unamshuhudia Kristo